Mfano swala tano. Allah amefaradhisha nini? Swala tano. Anakujia mtu anakuambia swala tano, hapa kusudio lake kwamba mtu anaruhusiwa kuoa wake watano. Hii ndio swala tano. Swala tano ukiona kwenye Qur'an, swala tano ni wake watano, kama wanavyosema Mashia. Ukiona neno rabbu kwenye Qur'an, sio mola kama muumba sio mbingu, rabbul mashriqain wa rabbul maghribain. Hapa ni Hassan na Hussein. Sio nani rabbu kadha, huyu ni Ali, rabbu ni Ali. Kwa tafsiri zao wanasema hivyo. Hawa wanaitwa al-batiniya. Nilisha kutoa mfano siku moja, ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Aya ya mwisho ya suratu Al-Imran. Wanasema tafsiri yake, ya ayuha alladhina amanu isbiru, enyi waumini kuweni na subra juu ya vituko vya Abu Bakar Siddiq. Wasabiru, na muhimizane subra juu ya vituko vya Umar al-Faruq. Warabitu, na ilindeni mipaka ya Waislamu dhidi ya njama za Uthman ibn Affan. Wattaqullaha fi aliyin la'allakum tuflihun, mcheni Allah kwa Ali ili mpate kufaulu. Tafsiri ya Shia. Hawa ni batiniya, wanaitwa hivyo na wako wengi. Ismailia ni batiniya, Qaramita ni batiniya, kadha batiniya. Maana wanasema hii aya zina maana ya nje na zina maana ya ndani. Batiniya maana kuna maana ya ndani iliyokusudiwa. Maana ya nje ni kama hii, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah anakuamrisheni mumchinje ng'ombe. Ya ndani ng'ombe ni Aisha binti Abu Bakar Siddiq. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, mchinjeni Aisha. Sasa wewe Muislamu unajua kwamba aya hii Allah ameishusha kwa wana wa Israeli ikisomwa kwa Musa, si ndio? Sisi tunaambiwa kwenye Qur'ani kuna Taurati, kwenye Qur'ani kuna Injili, si ndio? Allah anawaamrisha mchinje ng'ombe. Qalu watattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahil. Wanasema ng'ombe hapa ni Aisha. Je, Aisha alikuwepo zama za Bani Israila? Na je, neno bakara katika maana zake, tukirudi kwenye kamusi, kama moja ya maana neno bakara, sababu neno moja laweza likawa na maana tofauti, si ndio? Kuna kata ya kubandikia ndoo ya maji, kata ya kutekea maji, kata manake kata kwa kisu, kata. Je, neno bakara katika maana zake zilizowekwa katika lugha ya Kiarabu, kuna Aisha, kuna kamusi yote al-Baqara, wa min maaniha Aisha binti Abi Bakar Siddiq. Hawa ni batiniya. Wanasema mathalan saumu ya Ramadhani sio kufunga kujizuilia na kula na kunywa, watakiwa as-saumu inakusudiwa kwenye Qur'ani ni al-imtina'u an ifsha'i sirri al-batiniya, kujizuia kutoa siri za pote la al-batiniya, ndio iliyokusudiwa. Kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishwa saumu, mlinde siri za at-ta'ifatul batiniya, msisitoe kwa wasiohusika. Ndio saumu iliyokusudiwa kwenye Qur'an. Mapote haya, mapote mapotovu. Kwa hiyo ambaye anasema Sheikh, lau awwalaha ala ghairi al-ma'na alladhi na'rifuhu, atakayezifanyia taawili nusus kwa maana isiyokuwa hii tunayojua sisi, faqad kafar, amekufuru. Lianna al-ilma al-hasil fi nusus al-Qur'an wal ahadith ad-dalla ala fadlihim qat'i, kwa sababu nususi za Qur'an na hadithi ad-dalla zenye kujulisha ala fadlihim, juu ya fadla za hawa masahaba, qat'iyun, ni qat'iyu
ad-dalala, zimekata moja kwa moja, hazina shaka. Waman khassa ba'dahum bisabbi, na atakayehusisha baadhi yao kwamba yafaa kutukanwa, kwamba hawa na hawa yafaa kutukanwa hawa. Fa in kana mimman tawatara an-naqlu fi fadlihi, ikiwa huyo ambaye imeonekana yafaa kutukanwa akawa ni miongoni mwa wale ambao tawatara an-naqlu fi fadlihi, zimemiminika nakili zinazojulisha juu ya ubora wake, yani zimekuja nukuu kwa wingi, fi fadlihi, katika kubainisha fadhila zake, wa kamalihi, na ukamilifu wake, kalkhulafai, kama vile wale makhalifa wanne wale. Kama ataitakidi haqiyata sabbihi au ibahatahu, akiitakidi uhaki wa kuruhusika kuweza kumtusi au akahalalisha kwamba ni halali, faqad kafara, amekufuru, litakdhibihi ma thabata qat'a, kwa kule kukadhibisha kwake kile kilichothibiti qat'an, kwa kukata bila ya shaka, ana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mukadhibuhu kafir, na atakayemkadhibisha mtume wa Allah ni kafiri, min ghairi i'tiqadi haqiyati sabbihi, na akimtusi pasina kuitakidi uhaki na wa kuruhusika kumtukana, au ibahati, au uhalali wake, faqad tafassaqa, huyo ameshakuwa fasik. Kwa nini? Lianna sibaba almuslimi fusuqun, kwa sababu kumtusi muislamu ni ufasik. Waqad hakama ba'dhum fi man sabba ash-shaykhayn bilkufri mutlaqa, na wamehukumu baadhi ya wanawazuoni fi man sabba ash-shaykhayn, kuhusu yule ambaye anawatusi mashekhe wawili. Ndio mnakwenda kwenye Bukhari na Muslim. Shaykhayn kwenye masahaba ni Bakar na Umar, shaykhayn kwenye hadithi ni Bukhari na Muslim. Fi man sabba ash-shaykhayn, kuhusu yule ambaye amewatusi mashekhe wawili Abu Bakar na Umar, bilkufri, wamemhukumia huyo ukafiri mutlaqan, moja kwa moja. Unamtukana Abu Bakar, anta kafir, moja kwa moja. Unamtukana Umar, anta kafir, moja kwa moja. Kina nani hao? Hao ni mahanafia. Alhanafia wao wanazingatia kwamba kuwatusi masahaba kufran. Hivyo anayotusi masahaba hana udhuru mbele ya alhanafia, hana udhuru. Kwa mahanafi hana udhuru. Wallahu a'lam. Wa in kana mimman lam yatawatar an-naqlu, na ikiwa huyo ambaye amemtusi katika masahaba lam yatawatar an-naqlu fi fadli, hazijamiminika kwa wingi nukuu zikitaja fadhila zake, wa kamalihi, na kutaja ule ukamilifu wake, fadhahir, dhahiri, anna sabahu, kwamba mtusi anemtukana huyo fasik, anakuwa ni fasik. Illa an yasubbahu, isipokuwa kama atamtusi min haithu suhbatihi, kwa kupitia kule kusuhubiana kwake li rasulillah, kusuhubiana kwake na mtume wa Allah, yani akamtwani katika upande wa usahaba wake aliokuwa nao. Fa inna dhalika kufrun, kwani hilo ni ukafiri. Wa ghalibu haulai rafidha, na wengi wa hawa mashia, au ghalib kwa hawa mashia, mara nyingi kwa hawa mashia, alladhina yasubbuna as-sahaba, ambao wanawatukana masahaba, la siyama alkhulafai, hasa makhalifa waongofu, ya'taqiduna haqqiyata sabbihim au ibahatahu, wanaitakidi uhaki wa kuwatusi au uhalali wake, bal wujubahu, bal wanaitakidi uwajibu wa kufanya hivyo. Liannahum yataqarrabuna bidhalika ila Allah, kwa sababu wao wakiyafanya hayo wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtusi Abu Bakar na Umar kwa wao ni qurba ila Allah, ni taa, mithili ya mtu anayeswali rakaa mbili za qabliya au rakaa mbili za baadia, kwamba ni qurbatan ila Allah. Kadhalika kumtusi Abu Bakar na Umar kwa mashia. Hayo kwanza.